Mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Top 5 Dzaleka, tuko kwenye msiba ambao umewekwa hapa kambini Dzaleka kwa ajili ya kuweza kuomboleza pamoja na familia yake msanii ambaye ametuacha hapo DRC, Mr. Gave. Na hapa tuko nao wanasanaa, mwanamuziki na mcheza maigizo ya filamu, kuna kuzungumza pamoja nao kwa ajili ya hali au kitu hicho ambacho kimekwenda kutokea siku ya leo. Habari yako kaka? Salama kidogo. Mzima wapi? Sio mzima sana kivipi. Poleni. Asante. Jambo kaka? Jambo. Pole sana. Asante sana. Ya, kwanza tunatamani tuwafahamu, alafu tuweze kuzungumza mawili matatu juu ya siku ya leo kama hali ya kuchangia juu ya hiki ambacho kimefanya tu mahali hapa. Ya, mimi kwa majina naitwa Lanideo, ndio jina langu. Lanideo. Yeah. Ya, mwanamuziki Kabisa. Asante sana. Na wewe kaka? Mimi nafikiri kwenye top 5 sio mgeni. Kwa hiyo wapo ambao labda wamejiunga sasa hivi wacha. Okay, kwa wale ambao wamejiunga sasa hivi, naitwa Norbert M. Mwenda. Ya, tunatamani tuweze kufahamu juu ya kitu ambacho kimetujia juu ya msiba wa Mr. Gave. Umeupokeaje na ni kipi hasa kimekuwa ndani ya moyo wako kama mmoja ya wana sanaa? Najua mimi the first time nilipoona hichi kitu kwanza sikuamini. Yaani ilinichukua muda zaidi ya siku 2 niamini kwamba brother ndo ametuacha hivi. Ya, wewe umemfahamiaje Mr. Gave licha ya kwamba tuko mbali na msiba umewekwa hapa na imetokea huko miongoni mwa wale ambao wanaonesha kuhuzunika kwa hali hii? Nilimfahamu kutokana na kazi zake ambazo anazifanya, kujituma kwake. Ni mtu ambaye alijituma sana. Na ndio maana alifahamika na walio wengi. Yeah. Tuelekee kwa mwanamuziki ambaye amekuwa ni classmate wake kwenye klasi ya muziki, naye amekuwemo. Na umemfahamiaje Mr. Gave mpaka kipindi hiki ambacho amekwenda kutuacha? Mimi sema vile naweza nikamtafsiri kama vile mtu ambaye alinishawishi au yeye ni mmoja wa watu ambao alishawishi kusema like nianze sana ya muziki. Nakumbuka muziki wake ambao niseme uliwahi kutoka kipindi fulani wa Kibembe, sijui muziki gani. Mr. Gave ndio ametuacha, lakini tunajua kazi ambayo ameifanya, na umekuwa na hatua gani ya kumlinganisha kwa kizazi hichi kulingana na kazi yake ambayo ameifanya? Mimi sio tu like amefanya kazi kubwa sana bro. Kazi kubwa sana kuweka yani Uvira na Kongo kwenye ramani. Yaani yeye pia ameshiriki sehemu kubwa sana. Yeah, yani yes, mimi ni msanii mkubwa sana. Kwa hiyo tukishaangalia pale Uva, wasanii ambao yani walikuwa tumika vizuri sana au wenyewe wamekaa sana kwenye industry ya muziki. Yeye yumo, yani hawezi kukosa kuwa wa kwanza ama wa pili. Lakini kwangu mimi naweza nikamtia alikuwa wa kwanza. Sababu yani alipambana sana. Yani alikuwa pambana sana kuachia project nzuri kila siku. Sema tu ndio hivyo, watu wazuri yani waga hawaishi sana. Yeah, lakini kivyangu kabisa alikuwa msanii bwana, alikuwa tumika sana. Kuanzia kwenye uandishi, uimbaji, style zake za kuimba. Nilikuwa yani namfuatilia sana. Yeah. Lakini pamoja na kwamba tunahuzunika na tunaumia juu ya hiki kitu ambacho kimetokea, ni ushauri gani ambao unaendelea kutoa kwa jamii kulingana na kifo hichi cha Mr. Gave ambacho kimetokea, wewe kama wewe mwana sanaa? Bro, unajua kuna vifo vingine brother. Ukianza kutathmini the way ilivyokuwa kwake mpaka amefikia siku ya kutoweka, nafikiri walio wengi wa kuamini kama ndio hivyo ametuacha kutokana na mpaka amejulikana, watu tumemjua, watu wengi wamemjua, lakini ona alipoondoka sasa kiurahisi tu. Wakati mwingine yupo msanii yani kidogo nakubaliana na maneno yake kwamba mtu unapambana mwenyewe kujitafutia, lakini mwisho wa siku ukishapata unafikia level fulani, watu na wao pia wanaanza kukutafuta wewe. Ukiangalia vizuri ni kama ndio kitu kilichomtokea, lakini sina uhakika sana kivipi. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa wazazi wetu ambao tutangulia kwamba bado tuna struggle, na tukipata wajaribu kutulinda sisi watoto wao, maana wao wametulea na sisi tunatafuta tupate siku moja tuje kuwalea, na sisi hatujafika mbali tayari ndio amesha tukata hizo. Sasa na nani ndio atakuja kuwalea nyuma? Haki hakuna.
Lakini je, Lamideo, kwa hali hii ambayo Mr. Gave ametuacha, hali ya kutatanisha ambayo ni kifo kisichoeleweka, na wewe kama msanii, je, unaona kwamba itakuwa ni hatua ya wasanii kuogopa kuingia kwenye game kikamilifu, au je tumeanza hivi? Mimi niseme yani wameshakata watu wengi like ile courage ya kusema wao pia wanaweza kufanya kitu kama hicho, sababu kitu ambacho kimetokea, kitu ambacho hatukutegemea na kinaogopesha sana kusema tu kweli, cause mtu yani kusema mpaka afike hapa kwenye alikuwa ashafika, sio hatua ndogo, ndio sio mbali sana kivile pia, lakini sio hatua ndogo, yani kupambana Wameshafikisha yani ku maintain kwenye industry ya muziki na kujulikana kwa hichi kiasi. Yaani kushukuru tu Mungu kwa sababu ameenda, hakuna namna, hakuna mtu wa kublame. Yote ni matokeo na tunakuaga leo mimi, leo yeye, kesho nyingine na everything inakuwa. Kwa hiyo tunajifunza tu simple. Pole sana. Asante sana. Neno lolote kwa jamii juu ya hiki? Siwezi kuongea sana zaidi ya kile nilichokiongea tu, kwamba tunatafuta kwa sababu ya familia zetu. Kwa hiyo familia zijaribu kutulinda sisi pia, tuombe na sio kiwe imekatika tu hivyo ghafla. No, watusaidie kwa maombi, kwa vyovyote vile tunapopambana kwenye industry yetu, nisikie tuko poa kabisa. Basi tunaendelea kushukuru sana kuwa nasi Top 5 Dzaleka kwa ajili ya kuendelea kuhitimisha sherehe hii ya mazishi na kifo cha ndugu yetu Mr. Gave ambaye ametuacha hapo DRC toka tariki ile 15 mpaka hivi. Tunaendelea kumuenzi, ishi milele na tutakukumbuka daima. Asanteni sana.